nawakaribisha kwenye huduma safi. Chapati ya moto, dazi, keki, galete, yaote kwa bei nzuri. Tumefika. Karibu pia wetu. Karibu sote. Alimentation Kazimwe nawakaribisha kwenye huduma safi. Shukrani kamilifu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Anayeshukuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukubwa wa Allah. Lakini nashukuru sana kwa utaratibu wa Uislamu. Leo ni sikukuu kubwa, ni sikukuu ambayo Mtume wa Mungu Ibrahim ametolea mtoto wake Ismail. Ni kusema ni sikukuu kabambu sababu huyu mtume amemheshimu Mwenyezi Mungu. Kama unafika ukipindi kia kukamata mtoto umezaa unapenda umtolee Mungu, ni kusema ya kwanza unamuogopa Mwenyezi Mungu na ya pili unamtii Mwenyezi Mungu. Na sasa hii napenda kuwakumbusha Waislamu ya kwamba tukwe na utaratibu na kutii na kuogopa Mwenyezi Mungu kama Ibrahim. Bila kuongea mingi, tunashukuru sana kwa wakuu wa Waislamu na kamati yenye tumeorganize hii sikukuu, na nyinyi Waislamu tunawashukuru sana. Lakini sikukuja kuhudhuria sikukuu mimi peke, tunakuja tumekuwa na gouverneur adjoint à charge ya finance, économie et développement. Vile tumekuja na point focal ya communication ya mouvement. Watafika hapa watazungumza kidogo
burugumestre wa komini ya Karisimbi iko kati yetu, burugumestre wa komini ya Goma iko kati yetu, meya adjoint Ngabo na iko kati yetu hapa, conseiller wa gouverneur honorable Shaisemba na iko kati yetu hapa. Lakini bila kuchelewa kwa kwenda haraka, tutaalika gouverneur wa jimbo Ashaji nilikunuia ongee. Kishamaliza kuongea ni porte parole kwa fungari ndio tutaalika. Karibu gavana. Kwa hiyo tunaomba Alhaji Medi Kabemba pamoja na Sheikh Ahmed Salim. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi nyinyi nyote. Kwa niaba ya liwali ambaye aliweza kuitwa kwa ajili ya ingine kazi, tunasema sikukuu njema ya amani na umoja katikati yenu nyinyi Waislamu. Ya pili ni kusema kama sisi kama viongozi wa jimbo tunajua kazi ambayo Uislamu unafanya ndani. Viongozi wa chama uliweza kusema tuweze kufanya lolote ili amani irudie katikati yenu. Ni kusema tunashukuru wazee wa Islam ambao tuliweza kuikaa nao kwenye ofisi ya liwali, na tuliweza kufanya karibu mikutano tano, na ya mwisho iliweza kufanyika jana na tukaweza kupata kompromis. Ni kusema tunaamini kama hiyo mambo ambayo tuliweza kuzungumzia itaweza kufanyika mpaka mtaweza kuchagua waongozi wenu nyinyi wenyewe kisha mwaka moja. Ingine ni kuwatakia tu sikukuu njema na washukuru. Asante, tunashukuru na tunatoa shukrani za dhati. Avec tout le respect que nous devons à monsieur le gouverneur, tunatoa shukrani za dhati na kwa kumwambia tena Alhaji Medi Kabemba na Sheikh Ahmed Salim ambao wame Honorable Ali Musagara, tunatoa shukrani za dhati kwa kusindikiza dini ya Kiislamu na kwa kusindikiza chama ili usalama upatikane mpaka hivi sasa. Alhaji Medi Kabemba, tunakushukuru kwa kuweza kusindikiza watoto wako wadogo zako, na kwa kusema kwa porte parole tunasema karibuni. Waislamu wanasema karibuni, wazungumzie kwa dakika ili tuweze kusimamisha sala ya Eid al-Adha. Karibu. Asante sana. Naliandika kitu kidogo ndio nitasemea sai. Assalamu alaikum. Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, distingués invités, en ce jour du 6 juin 2025, nous nous sommes rassemblés dans ce stade de l'unité pour célébrer Eid Mubarak, une commémoration sacrée du sacrifice du prophète Ibrahim, symbole ultime de soumission à la volonté divine.
Eid Mubarak nous rappelle les valeurs essentielles de la foi, du partage, de la solidarité et de l'unité. Tout comme le prophète Ibrahim a accepté de sacrifier son fils, nous nous sommes appelés à renforcer notre cohésion, à promouvoir le vivre ensemble entre musulmans et non-musulmans et à œuvrer ensemble pour la paix et la stabilité. Chers frères et sœurs, en toute humilité, je vous demande de soutenir les opérations de sécurisation et de pacification en cours qui visent à récupérer les armes distribuées aux civils par le régime de Kinshasa. De sensibiliser notre jeunesse à rejeter toute proposition d'activité criminelle émanant de Kinshasa. L'avenir de nos jeunes ne doit pas être sacrifié pour servir les ambitions politiques, de consolider l'unité entre toutes les communautés, musulmanes et non musulmanes, car seule une société unie pourra résister aux divisions et aux manipulations du régime de Kinshasa. Chers frères et sœurs, que notre prière, que nos prières en cette journée d'Eid Mubarak soient également dédiées à nos compatriotes Banyamulenge dans le Sud Kivu, Emma à Ituri, qui subissent un génocide sous le silence coupable de la communauté nationale et internationale. Leur souffrance est la nôtre et leur combat pour la dignité et la survie doit être aussi le nôtre. Nous exhortons la communauté internationale à briser ce silence complice et à cesser de soutenir M. Tshisekedi Tshilombo, responsable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Permettez-moi également de remercier chaleureusement nos frères et sœurs musulmans du Maniema pour leur adhésion à l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23. Nous encourageons les musulmans du Nord Kivu et du Sud Kivu, ainsi que de toute la République démocratique du Congo, à emboîter les pas, afin qu'ensemble nous puissions bâtir un nouveau Congo uni et prospère. Chers frères et sœurs, en ce jour de partage et de gratitude, nous rendons hommage avec une profonde émotion à notre frère Hadji Sefou Mwaka, premier musulman de Goma, qui a offert sa parcelle pour permettre à la communauté musulmane à construire sa première école. Il a répondu à l'appel de son Seigneur ce mercredi 4 juin 2025. Que Allah ait pitié de son âme. Amen. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à toute la communauté musulmane de Goma. Eid Mubarak à toutes et à tous. Nashukuru, Mungu alubariki sana. Asante, tunatoa shukrani sana Mheshimiwa Porte Parole. Kwa niaba ya Waislamu, nafikiri amekuwa wazi kwa familia ya Alhaji Sefou Mwaka ambayo imesimamiwa kwa saa hizi na bwana kijana wake mzee Sadi hapo. Simama uje usalimiane kwa sababu diskuru ya mkubwa ni lazima uweze kuifanya. الصلاة الجماعة ذكر ربكم رحمكم الله استووا واستقيموا يرحمني ويرحمكم الله استووا واعتدلوا. Karibu kiongozi ambaye ataweza kutusalisha Sheikh Al-Khatati. Ya kwanza inapinda, ningekuombeni mashekh tusonge mbele kidogo. Sheikh kabla
Afwan, hatua mbili mbele. Yarhamni wa yarhamakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى نارا الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا مرشد أهل الطريق سواءه يا سامع من كل داع دعاءه وقد قلت ادعوني أستجب لكم وهذا الدعاء ندعوك كما أمرتنا فاستجب لناه كما وعدتنا. اللهم اجعل القرآن العظيم قلوبنا ضياء والأبصار ناجرا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا حقيقة الإيمان وحقيقة اليقين وحقيقة الفكرة والجهد والإخلاص برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ملك البلاد يا حية المراد حبك في الأرضيات ملكك في الازدياد فاسلم جمهورية كونغو الديمقراطية فاسلم يا ربنا جمهورية كونغو الديمقراطية فاسلم يا إلهنا جمهورية كونغو الديمقراطية. اللهم اسلم أكالم كيب الشمال وجنوب وإتور وكل مكان فيه غزوة يا رب العالمين. اللهم اسلم مناطق رجور مسيسي جيراكونغو وكل مكان فيه الغزو يا رب العالمين. اللهم لا تنسى روبيرو وبيني اللهم لا تنسى ميدومبي اللهم لا تنسى كل بلادنا لأننا في غزوة يا رب العالمين. اللهم انظر كونغو بعينك الرحمة اللهم انظر كونغو بعينك الرحمة اللهم انظر كونغو بعينك الرحمة اللهم انظر الفلسطين والغزاء بعينك الرحمة اللهم انصر المسلمين في الغزاء اللهم انصر المسلمين في الغزاء اللهم انصر المسلمين في الغزاء. اللهم عليك بزيون اللهم عليك بزيون اللهم عليك بزيون اللهم شتت شملاءهم وغارق جيوشهم وغارق أموالهم وغارق بيوتهم لأنهم يقتلون المسلمون في فلسطين بغير حق لأنهم يقتلون المسلمون في القدس بغير حق. اللهم اهدنا فيمن تشاء وأعلمنا بما تشاء وقنا شر ما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاءك رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام اللهم احفظنا بالإيمان اللهم احفظنا بالإحسان اللهم احفظنا بالقرآن. اللهم يا إلهنا لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. Kwa nini leo Waislamu wamekusanyika hapa Goma? Sio Goma tu, bali ni mahala pengi ulimwenguni. Leo na kesho ni sikukuu ya Eid kubwa. Katika mwaka Waislamu wana Eid mbili, Eid ndogo na Eid kubwa, na leo ni Eid kubwa ambayo ni sikukuu inayosherehekewa na Waislamu kote duniani kukumbuka namna gani Nabii Ibrahim amekubali matukio ya kufanyiwa mtihani na Mwenyezi Mungu kwamba amchinje mtoto wake, na Mwenyezi Mungu pia akamuelekeza Nabii Ibrahim kwa mafunzo mazuri kwamba mwanadamu si mnyama wa kuchinjwa, bali mtoto amebadilishwa na kafara ya mnyama. Na ndio maana leo mtaona Waislamu wote duniani watamchinja mnyama au kondoo au mbuzi au ngamia au ng'ombe. Sasa inamaanisha nini katika dini ya Kiislamu, na kwa nini mmetoa mwito kwa watu kuchangia amani na umoja? Maana ya sikukuu hii ina maana nyingi. Mwanzo kabisa, maana ya kwanza ni imani. Inaonyesha kwamba Nabii Ibrahimu alikuwa na imani kali. Mtu ambaye alikuwa na mtoto mmoja amempata kwenye uzee, Mungu amemuomba kumtoa na amekubali kumtoa. Maana ya pili ni utiifu. Mtoto alikuwa tayari ana akili, ameambiwa na baba yake, Mungu amenituma nikuchinje. Mtoto akamwambia sawa. Maana ya tatu ni kuonesha huruma ya Mungu. Mungu aliona mwanadamu hafai kuchinjwa, akampa Ibrahimu kondoo. Na hivyo hivyo na sisi hapa tunatoa mafunzo kwamba kama mfano nchi yetu ambayo watu wanakufa kiolela, mwanadamu hafai kuuliwa. Kama wale wanaochinjwa Beni, mwanadamu hafai kuchinjwa. Kama hao wanaokufa kote kuliko vita, wanadamu hafai kuuliwa namna hiyo. Leo ni siku ya amani. Tutoe amani hii katika uwanja huu. Mliona Waislamu walivyosali, Mtusi pembeni ya Mhutu, Mnyanga pembeni ya Muhunde, Mtusi pembeni ya huyu. Amani hii iondoke nje ya uwanja huu, twende nayo manyumbani, twende nayo mitaani, tuitagaze katika nchi yetu, majimbo yote na katika ulimwengu mzima. Kwani vita si Kongo tu. Ukraine mnaona vita, Somalia mnaona vita, Yemen mnaona vita. Tumuombe Mungu na juhudi zetu sisi binadamu tuweke nia kwamba tujaze amani katika ulimwengu mzima. Comme vous voulez. Zawat ma'a rasulillah wa ummi tazawwajat bi ghairi abi fa akhadha dari wa akala mali fasurtu kama tarani ariyan ja'ian hazinan dhalilan falamma ata yawm al-eid ra'aytu as-subyana yal'abun. Mtoto anamwambia Mtume kwamba mimi nilikuwa ninaye baba yangu mzazi. Baba yangu alikwenda katika vita na bwana mmoja anaitwa Muhammad Rasulullah. Kule vitani baba yangu akauawa. Baada ya kufa baba yangu, mama yangu aliolewa na mume mwingine. Yule bwana alikuwa hana Uislamu. Yule bwana alikuwa mtu mbaya. Fa akhadha dari, kwanza akaichukua nyumba yangu ya urithi akanipokonya. Wa akala mali ya baba yangu. Leo naniona nilivyo, ja'ian na njaa, niko uchi, hazinan dhalilan, mimi ni mtu dhalili, sina pa kupata nguo wala chakula cha Eid siku ya leo. Subhanallah. Ni watoto wangapi na hii tunaishi nao katika jamii? Mtume akamchukua yule mtoto akaenda naye mpaka nyumbani kwake. Alipofika nyumbani akamwagiza Bi Aisha, mpe chakula. Mtoto akala chakula, akapewa nguo ya Eid, akarudi walipoweza kwenda kucheza nao. Baada ya kufika akamwambia, kunta bainana alana tabki, wewe muda mfupi uliopita ulikuwa hapa unalia, ma yudhikuka, bora umekuja unacheka, nini kinakupa furaha? Akamwambia,
kuntu bighairi abi fa asbaha rasulullahi abi, mimi nilikuwa sina baba, lakini leo Muhammad kachukua nafasi ya baba yangu mzazi. Wa Aishatun umman, na Aisha amebeba majukumu ya mama yangu mzazi. Wa Aliyun amman, na Ali bin Abi Talib amekuwa ami yangu. Wal Hasan wal Husain ikhwatan, na Hasan na Husain wamekuwa ndugu zangu. Wa Aisha ukhti, na Aisha amekuwa dada yangu. Watoto walisemaje? Laiti na sisi wazazi wetu wangekufa katika vita, tukapata sharafu hii ya kuwa katika familia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, wahitaji ni wengi katika jamii. Kuna watoto mayatima, kuna wajane, kuna watu hawajiwezi. Leo tuchangie kwa pamoja chakula, tufurahi. Allah anasema kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Ndugu Waislamu, tukiwa tunarudi majumbani kwetu, kila mmoja akumbuke kwamba laisa al-eidu liman labisa jadid walakin al-eidu liman khafa yawm al-wa'id. ومن عصى الله في يوم العيد فكأنما عصاه الله يوم الوعيد. Ndugu zangu, Idi sio kula na kuvaa, sio kula na kuvaa peke yake. Tutumie fursa hii kumtaja sana Allah. Mtume anasema kabiru hata yablugh takbirakum anana as-samaa, mtajeni Mwenyezi Mungu kwa wingi mpaka sauti zenu zifike huko mawinguni. Tukiondoka hapa tupige takbir Allahu akbar. Lakini vile vile kuna kuchinja. Tuna ayamu tashriq, tunazo siku 3 kutoka leo. Ayam tashrik, ukupata kuchinja leo unaweza kuchinja kesho, ukujaliwa kesho kutwa, mpaka siku 3 hizi, siku ya mwisho linapopinduka jua baada ya asr. Kwa bado tuna nafasi. Lakini pia tukaeneze amani katika miji, tukawahusia watu amani. Bila amani tusingeweza kusali hapa. Tulikuwa mbali, lakini tulikuwa tunaona, tunasikia. Bila amani leo Waislamu tusingekusanyika hapa na kutekeleza ibada hii. Hivyo tuilinde amani popote tunapokwenda. Katika mazungumzo yetu itawale amani, katika simu zetu, maana simu pia zinahatarisha amani sehemu kubwa. Ndugu zangu, tuitangaze amani na Uislamu ni amani. Tuoneshe picha Uislamu kwamba Uislamu ni amani. Tuwalinganie watu wa nyumbani amani, mitaani kwetu, majirani, ili tuweze kusherehekea neema hii ya amani. Lazima tuiheshimu amani. Na Mungu Mwenyezi Mungu atujalie amani yenye kudumu. Mwenyezi Mungu atuepushe na vita vya kila aina. Mwenyezi Mungu awape amani watu wa Goma. Mwenyezi Mungu alete amani ya kudumu. Waliopoteza mali, Mungu awape mali zaidi. Waliopoteza ndugu zao katika vita, Mungu wasamehe huko waliko. Waliohasimiana na kugombana wapatane. Tuishi kwa pamoja, tuishi kwa salama. Na maliza kwa aya hii, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Allah anasema, enyi watu, enyi binadamu, Waislamu, Wakristo, mapagani, watu wote Mungu anawaita enyi watu, tumekumbeni kutokana na baba mmoja na mama mmoja, nyote ni ndugu. Akiwa mtu kutoka Rwanda
akiwa Mkongo, akiwa Mtanzania, akiwa Mzimbabwe, sote ni ndugu. Ndio maana ukimchanja hapo inatoka damu nyekundu, hakuna mtu tamchanja katika damu nyeusi. Hii ina maana sote ni watoto wa baba mmoja, mama mmoja, Adam na Hawa. Mwenyezi Mungu amesema tumekuumbeni kwa baba mmoja na mama mmoja, tukajalia makabila tofauti baina yenu, Wahema, Wanyamwezi, Wanyarwanda, Wakongo, kadha wa kadha wa kadha. Tumeyafanya haya si mbaguane, hapana. Allah anasema litaarafu, ili mtambuane. Jamani, mimi ni Mnyarwanda, mimi ni Mkongo, mimi ni Mtanzania. Mwisho anasema Mwenyezi Mungu, inna akramakum inda Allahi atqakum, aliyekuwa bora mbele yenu kwa Mungu ni yule aliyekuwa mcha Mungu, anayemwogopa Mungu, hapendi kuwatia kwenye matatizo wenzake. Jamani, hakuna mtu anapenda vita, maana kwenye vita kuna kuua na kuuawa. Hakuna mtu anayepigana kwamba anataka vita, lakini muhimu watu wakae wapatane, ili raia wasiokuwa na hatia wasipate maafa katika mambo pengine wasiyojua wao. Tunaomba amani, viongozi wetu walisimamia hili. Mungu awajalie mapatano ya kheri, wapatane ili watu waishi kwa salama na amani, wafanye kazi zao na wamwabudu Mwenyezi Mungu kwa salama na amani. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين. عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam, leo tumekusanyika hapa kwa ibada kubwa ya Eid al-Udhiya ambayo ni sikukuu miongoni mwa sikukuu za Kiislamu, na mimi nimetumia fursa hii kutokana na hali halisi ya mji huu ama ya nchi ya Kongo. Nimeona ni fursa ya kuwanasihi Waislamu na wakazi wote wa mji wa Goma kuilinda na kuithamini amani. Tunajua wamepitia katika kipindi kizito sana, ndio maana nimesisitiza mara kwa mara kwamba amani ni kitu muhimu sana, ni jambo la msingi. Hivyo kila mmoja kwa namna moja ama nyingine anatakiwa kufanya jitihada ili kuhakikisha kwamba amani inapatikana na inadumu katika mji huu wa Goma. Nadhani kwamba kanisa nasema siasa, jeshi imeshindwa, sasa dini ama kanisa zinaweza kusaidia nini? Viongozi wa kidini wana nafasi kubwa katika kuileta amani katika nchi au katika miji, kwa sababu ni viongozi ambao wanazilea nyoyo za waumini, na kiongozi wa dini anapoongea jambo basi ni rahisi kufahamika na kueleweka, tofauti na mtu mwingine wa kawaida. Kwa hiyo mimi nasema kwamba vijana wa kidini, viongozi wa kidini wanayo nafasi kubwa sana katika hili, na wasivunjike moyo, waendelee kuwalingania watu na kuwahamasisha watu kuhusu jambo zima la kuleta amani katika Kivu. Swala la mwisho, ndio hii kitu ambacho mmefanya leo, ndio kina umuhimu gani katika dini ya Kiislamu? Umuhimu wake ni mkubwa sana, kwa sababu ni kama nilivyosema, ni sikukuu miongoni mwa sikukuu za Kiislamu, na hii inatokana na mtume wetu Nabii Allah Ibrahim. Ni historia kubwa sana kama nilivyotaja pale juu ya mimbar. Kwa hiyo ni miongoni mwa sherehe kubwa za Kiislamu, ndio maana tunaiadhimisha na kuitukuza. Leo ni siku ya furaha kwa Waislamu, kwa hiyo ni siku muhimu sana kwetu. Majina unaitwa nani? Jina langu mimi naitwa Suleiman Salim Mohamed kutoka Zanzibar, Tanzania. Unachukua sifa gani katika dini ya Kiislamu? Mimi ni mlinganiaji, ni Sheikh, mlinganiaji wa dini ya Kiislamu. Asante mama. Eid al-Mubarak. Okay. Sheikh Adnan. Nasema Eid al-Mubarak.